Hujambo na karibu mwanafunzi au mwanagenzi katika kipindi ukipendacho, kipindi cha Kiswahili lugha, kipindi ambacho kwacho tueletea kila kaski, yani kila siku kwa minajili ya kukuelimisha ili uweze kuyafahamu mambo mengi yanayohusiana na lugha hii. Tasnia ya Kiswahili ni kipindi ambacho kwacho mwaletewa naye Ubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha nyenzi tasnia ya Kiswahili. Natumai popote pale ulipo ungarange ya mvule au buheri wa afya. Kwangu mie mzima hadidi, nashukuru Dayani kwa kunenesha na kunipa siha anuai. Jinsi mjuavyo ni kipindi ambacho kwacho tuangazia mambo mengi katika lugha ya Kiswahili pamoja na lugha ya King'eng'e au Kiingereza ukipenda. Na bila shaka leo hii tutataka tuangazie tu jinsi ambavyo kwavyo vitu vinavyoitwa katika lugha ya Kiingereza na Kiswahili, vitu tofauti tofauti ambayo bila shaka tutakuwa tukiangazia. Tunabudi kuangazia ama kuanza na kuna kifaa kinachotumika hasa na waandishi wa habari na pale pia watunzi wa nyimbo, wale wasanii wanatumia kifaa hicho kuhifadhi nyimbo zao, basi huitwa diski mweko. Diski mweko. Diski mweko katika lugha ya Kiingereza ni floppy disk. Floppy disk. Floppy disk mtazamaji, ama flash disk, sema ni flash disk. Flash disk mtazamaji, basi flash disk ndiyo diski mweko. Kisha tuna kifaa ambacho kwacho hutumiwa mtu anapo fanya nini, ukihitaji kitu kwenye nini, tuseme kwenye tarakilishi au kompyuta, basi watumia watumia kipanya au kiteuzi. Kipanya au kiteuzi. Katika lugha ya Kimombo ni mouse mtazamaji. Kisha tuna nini, tuna mdaki. Mdaki ni skana. Hivi ni vifaa ambavyo kwavyo tumika kwenye tarakilishi. Tuna tuna mtaliga mtazamaji, tuna mtaliga pale, basi mtaliga huitwa kwa Kimombo ni computer virus ni mtaliga. Kisha tuna hiyo floppy disk ambayo nilikuwa nimesema hapo awali. Nilisema floppy disk mtazamaji huitwa vipi? Basi bila shaka floppy disk huitwa diski petevu. Diski petevu. Kisha kando na diski petevu, tuna vitu vingine vingi mtazamaji. Tukienda shule tuna tuna aina nyingi za ama aina tofauti kwazo za vyeti. Kwa mfano tuna cheti cha chini zaidi ambacho kwacho huitwa astashahada. Astashahada katika lugha ya Kimombo ni certificate. Kisha kando na certificate ama astashahada mtazamaji, tuna astashahada. Stashahada
katika lugha ya kimombo ni diploma. Kisha kando na stashahada tuenda moja kwa moja kaditadi shahada. Tuna shahada, shahada katika lugha ya kimombo huitwa degree. Degree ni shahada. Kisha kando na degree tuna shahada, tuna uzamili mtazamaji, tuna uzamili. Basi uzamili katika lugha ya kimombo ni masters. Kisha tuna uzamifu katika lugha ya kimombo ni PhD. PhD mtazamaji. Uzamifu ama shahada ya uzamifu kipenda. Kisha tuna mambo mengine ambayo bila shaka ukienda kwenye rukono ama rufinuni ama pamoja na tarakilishi utapata mtu anaweka kizuizi fulani ili mtu yeyote yule asiwe na uwezo wa kutafuliza simu yake ya mkononi. Basi kitu hicho bila shaka huitwa nywila. Nywila katika lugha ya kimombo ni password mtazamaji. Natumai umesikia jina kama hilo. Kisha kando na nywila au password tuna kitu gani? Tuna aina fulani ya kinywaji ambacho kwacho bila shaka watu ukienzi sana hicho kinywaji basi huitwa sharubati. Sharubati katika lugha ya kimombo ni juice mtazamaji. Kisha tuna lawalawa. Hiyo katika kimombo ni tuita quencher. Naam. Kisha kanda na hiyo mtazamaji, kanda na hiyo vile shaka tuna nini? Tuna aina ya mashine ambacho bila shaka pia hutumiwa sana. Mashine hiyo huitwa kirudufu. Kirudufu au kiradufu. Au vile vile mtazamaji waweza ita kiradufu. Basi katika lugha ya kimombo tunaita duplicating machine. Mtazamaji, kirudufu. Kando na kirudufu tuna aina ya kadi ambayo bila shaka hutumika pamoja na simu katika mawasiliano au ili kufikisha mawasiliano mtazamaji. Kadi hiyo huitwa kadiwia au kipenda mkamimo. Basi kadiwia au mkamimo katika lugha ya kimombo ni sim card. Mkamimo sema kwa kimombo ni sim card. Kisha tuna kadi sakima. Unaweza weka kwenye simu au kwenye redio
ambayo hutumia kadi hiyo, kadi sakima, katika lugha ya kimombo ni memory card. Kadi sakima. Kisha tuna ile kadi ambayo kwayo ukitaka kuwepo na mawasiliano akrufai kwa njia ya hela, basi huitwa kadi hela. Kadi hela. Kumbuka hela ni pesa. Kadi hela ni credit au scratch card mtazamaji. Credit card, credit card au waweza sema scratch card. Ama waweza sema bado kadi sakura mtazamaji ambaye sasa hivi wanitazama, kadi sakura. Kisha kando na kadi sakura au kadi hela, tuna kipakatalishi. Kipakatalishi ni laptop. Hizi ni aina mojawapo ya kompyuta ama tarakilishi. Kipakatalishi, laptop. Kisha tuna kadi fulani ambayo hutumika pale katika biashara, huitwa kadi kazi. Kadi kazi au kwa biashara yote ama mali ambayo umeajiriwa mtazamaji, kadi kazi. Katika lugha ya kimombo huitwa business card. Hasa katika biashara. Kando na kikokotoo, nimesema kikokotoo hutumiwa na wanafunzi darasani hasa wakati wa hisabati, yani calculator. Tuna kifaa fulani, stakabadhi fulani ambayo bila shaka unapoenda kwenye benki, labda wataka kuwekeza pesa zako. Kuwekeza ni kudeposit, ama wataka labda kutoa pesa zako kwenye benki, bila shaka mara nyingi utatumia hicho kifaa ama hiyo stakabadhi. Hiyo stakabadhi bila shaka huitwa kiotomotela. Kiotomotela, kiotomotela katika lugha ya kimombo ni ATM. ATM mtazamaji, ama ATM card, kiotomotela. Kisha bila shaka tuna kifaa gani? Tuna kicharazio. Kicharazio. Hii kalamu inaandika hivi. Kalamu. Kicharazio. Basi kicharazio mtazamaji pia ni kifaa ambacho kwacho hutumika sana. Basi kifaa hicho mara nyingi pia ukienda katika zile sehemu ambazo kwanza katika pale waandishi wa habari pia mara nyingi wanakitumia, ama wale ambao wana kifaa wanaofanya katika bwaka meme au mkahawa bwaka. Mkahawa bwaka ni cyber au cyber cafe mtazamaji. Acha niandike hapa kwanza. Mkahawa bwaka. Basi nimekuja na hili neno ili uweze kufahamu kicharazio mtazamaji. Kicharazio ni keyboard. Mkahawa bwaka. Cyber au cyber cafe mtazamaji, huitwa mkahawa bwaka au bwaka meme. Kisha tukimalizia tuna kichokono au kimbaka. Ni kifaa ambacho kwacho tumiwa kuchokonolea meno ili kuondoa uchafu kwenye meno. Kichokono au kimbaka katika lugha ya kimombo huitwa toothpick.
toothpick. Kisha tuna kifaa gani? Tuna sodo. Sodo ni kile kifaa ambacho kinachotumika na kina dada au wanawake wanapoenda hedhi. Sodo. Basi nasikia wengine kwa kimombo kiita sanitary towel, ama lugha nyingine waweza ita pad au pads. Sodo. Kisha nimesema hutumiwa na kina dada wale wanaenda hedhi. Hedhi ni menstruation period katika lugha ya kimombo. Kisha tuna aina fulani ya ua fulani ambao umeremeta sana, huitwa alizeti. Alizeti katika lugha ya kimombo ni sunflower. Alizeti. Kando na alizeti tuna pia aina fulani ya mmea wa pareto. Mmea wa pareto huitwa mpareto. Pareto ni pyrethrum, ilhali mmea wenyewe huitwa mpareto. Katika lugha ya kimombo utaita pyrethrum plant. Huu ni mmea sasa. Pyrethrum plant, ilhali pyrethrum yenyewe huitwa pareto. Pyrethrum. Mtazamaji ambaye sasa hivi anatazama. Kisha tuna hali ya kujuza. Unajuza mtu ama unajulisha. Kujuza au kujulisha. Kujuza au kujulisha ni declare mtazamaji. You declare. Juza au waweza sema julisha au julisha. Kisha tuna hali ya tashwishi. Una tashwishi katika jambo fulani, hauna uhakika mtazamaji. Tashwishi katika lugha ya kimombo ni doubt. Kisha tuna hali ya kuthubutu. Unathubutu. Basi kuthubutu katika kimombo ni dare mtazamaji. Thubutu. You dare. Kisha tuna agizo. Unaagiza ama agizo, watoa agizo fulani. Agizo ni decree mtazamaji, au to decree. Kisha tuna ahirisha. Hali ya kuahirisha. Unaahirisha. Ahirisha. Basi kuahirisha mtazamaji ni kudefer. You defer mtazamaji. Kisha tuna nini? Tuna ile msamiati ambao hutumika katika muziki, wale wanafunzi wa muziki. Katika lugha ya kimombo tunaweza sema music terminologies mtazamaji, ama sauti za muziki ambazo kwazo tumika music terminologies, ama music voice. Ukizungumza kuhusu sauti ni voice mtazamaji. Basi tuna sauti ya mabendo. Sauti ya mabendo katika lugha ya kimombo ni soprano.
ama soprano. Kisha tuna sauti ya peresua. Na sauti ya peresua mtazamaji, basi sauti hiyo ni alto. Alto ndio sauti ya peresua, alto. Kisha kando na alto au sauti ya peresua, tuna sauti ya tenure au tenore, sauti ya tenure. Sauti ya tenure, basi sauti hiyo katika lugha ya Kimombo ni tena. Hizo ni baadhi za sauti mtazamaji. Kisha mwisho tuna sauti ya ubeji. Sauti ya ubeji, sauti ya ubeji katika lugha ya Kimombo ni buzz. Buzz, sauti ya ubeji. Na tukikamilisha kipindi mtazamaji, labda tuangazie mambo mawili matatu kulingana na muda. Basi tuna yale maneno ambayo kwa hutumika katika somo la sayansi. Kwa mfano tuna neno kinzaji ama kinzagi. Tuna kinzagi. Kinzagi ni reactor. Reactor mtazamaji, kinzagi. Kisha tuna vigezo hadidi. Vigezo hadidi. Vigezo hadidi katika lugha ya Kimombo ni terms. Vigezo hadidi. Kisha tuna kitendanishi. Kitendanishi, natumai kitendanishi ni reagent mtazamaji. Reagent, kitendanishi. Kisha tuna uchafushaji. Uchafushaji ni pollination. Wale wanafunzi wa sayansi natumai mwajua, mtazamaji wapo uliyeisoma somo la sayansi. Basi uchafushaji. Kisha tuna mtambuko. 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 Mtambuko bado hupatikana katika hapa kwa uchafushaji, ambayo uchafushaji umegawanywa katika sehemu mbili kwazo. Tuna mtambuko, yani cross pollination. Cross pollination. Na vile tuna ujichafushaji. 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 Ujichafushaji ni self pollination. Ujichafushaji ni self pollination mtazamaji. Basi natumai unazidi kujifunza mambo mengi yanayohusiana na lugha nyenzi tasnia Kiswahili. Kisha tukimalizia tuna arki, nasibu ni random. Halafu tuna neno kunyekenya. Kunyekenya, nyekenya. Nyekenya katika lugha ya Kimombo ni decompose. Decompose mtazamaji ambaye sasa hivi anitazama. Na mwisho kabisa tukimalizia tuna kifaa ambacho kwacho huwekwa kwenye mlango kwa minajili ya kupangusa miguu kabla mtu kuingia ndani ya nyumba.
basi kifaa hicho huitwa busati. Kifaa hicho huitwa busati mtazamaji. Busati katika lugha ya Kimombo ni doormat. Do kisha mat mtazamaji, ile mat ambayo huwekwa kwenye mlango, doormat. Basi nimeweza kuelezea fika kuwa arki ni element katika somo la sayansi pale, ama somo la kemia, ambayo ni aina mojawapo ya somo la sayansi. Element mtazamaji huitwa arki. Watu wengine unaweza ukatoa useme elementi, lakini Kiswahili fasaha ni arki. Kaelezea fika kuwa neno nasibu ambalo pia hutumika katika somo la sayansi ama hisabati ni random mtazamaji. Na tuna neno ambalo pia hutumika katika sayansi, nyekenya. Kunyekenya ni decompose, to decompose. Kisha nikaelezea fika kuwa tuna aina fulani ya kifaa fulani ambacho kwa chuwekwa pale kwenye mlango kwa minajili ya kujipangusia miguu unapoingia, kabla uingie kwa nyumba, huitwa busati, ama katika lugha ya Kimombo huitwa doormat. Do ni mlango, doormat ile mat ambayo huwekwa kwenye mlango, busati katika lugha ya Kiswahili. Basi natumai mtazamaji tumeweza kuangazia mambo mengi sana katika lugha nyenzi ya Kiingereza pamoja na na Kiswahili, na nitamalizia na aina fulani ya jino ambalo huitwa ama meno ambayo huitwa chengo mtazamaji. Katika lugha ya sayansi au Kimombo huitwa incisors. Incisors mtazamaji. Basi ni chonge mtazamaji ambaye sasa hivi anatazama. Basi nashukuru kwa muda wako ambao bila shaka umeweza kuitikia wito huu. Chambilecho wahedi au wahenga walionena, kubali wito ila kataa uitwalo iwapo halina maslani nawe. Nashukuru kwa muda wako na kaditadi tamati na ngangu na shusha kwa mahanjamu kedekede. Natumai tatiana mbonini majaliwa ya manani. Chambilecho wahedi waliokulikuntu kilicho na mwanzo, mwanagenzi ama mwanafunzi huwa na mwisho. Uwe na watu usio kwa na bugdha wala mishemishe kaditadi takapofalikiana katika kipindi kijacho inshallah. Wassalam.